Shehe wa wilaya, baraza la mashehe wilaya, katibu wa BAKWATA wilaya, jumuiya za Kiislamu, JUVIKIBA, JUAKITA, mashehe wa kata na walimu, ndugu Waislamu wote, asalamu alaikum. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, kwa kutujalia uhai na siha njema kukutana hapa siku ya leo kwenye kongamano la amani. Niwapongeze kwa mahudhurio mazuri pamoja na mada nzuri zote tatu ambazo zimetolewa kwa siku hii ya leo. Pia niwapongeze viongozi wa dini zote kwa namna ambavyo wamekuwa wakiendelea kuhubiri amani pamoja na kuliombea taifa letu, na viongozi wake kuendelea kuliongoza taifa letu kwa hekima, busara pamoja na upendo. Ndugu mgeni rasmi, ndugu viongozi na waumini wote mlioko hapa, nitakuwa mchoyo wa fadhila bila kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa heshima kubwa mlionipa kwa kunialika mahali hapa leo kuwa mgeni maalum. Ni heshima kubwa sana kwangu na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Ndugu waumini, amani katika kitabu kitakatifu cha Qur'an imezungumzwa mara nyingi, na hivyo ndio sababu Waislamu wanapokutana kutoleana salamu kwa kusema asalamu alaikum, kwa maana ya amani ya Mungu iwe juu yako. Hii inamaanisha swala la amani Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala alilipa nafasi ya kwanza katika maisha ya mwanadamu. Kipindi hiki cha uchaguzi, wapo watu wasioitakia mema nchi yetu, wanaotumia mwanya huo kutuchonganisha ili waweze kuharibu tunu hii ya amani tulionayo. Ndugu waumini na Watanzania wenzangu, amani ni jambo muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu, kwani bila amani huwezi kufanya ibada, huwezi kufanya biashara, kupata elimu itakuwa ngumu, kutafuta riziki pia itakuwa ngumu. Hivyo naomba kutoa wito kwa Watanzania wenzangu, hususan wa wilaya hii ya Ubungo, kuilinda amani na utulivu tulionao wakati wote. Na hilo linasisitizwa zaidi katika Qur'an, Surat Al-Zahab ya aya ya 56. Mwenyezi Mungu amehimiza sana swala la kuomba rehema na amani za Mwenyezi Mungu. Ndugu waumini, nchi yetu kwa sasa ipo kwenye uchaguzi, kipindi ambacho kila chama kinachoshiriki uchaguzi kinapita maeneo tofauti tofauti kunadi sera zao kwa wananchi ili kiweze kupewa dhamana na Watanzania kuongoza serikali hiyo. Ni jukumu la kila Mtanzania kushiriki kusikiliza sera za kila chama kupitia wagombea wake ili waweze kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Aidha, wagombea wetu wa uraisi wa CCM Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya mambo mengi sana katika kuimarisha demokrasia, kwani aliunda kikosi kazi ambacho kilihusisha vyama vyote vya siasa, kilichokuja na mapendekezo mengi ya kuimarisha mfumo wa vyama vingi, ambapo mgombea wetu aliridhia mapendekezo yote, ikiwemo swala la kurejesha mikutano ya hadhara, vyama kufanya shughuli za kisiasa, reform za kuwezesha uchaguzi mkuu kufanyika kwa kuleta sheria 3 bungeni, ikiwemo sheria ya vyama vya siasa, sheria ya tume huru ya uchaguzi na sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Baadhi ya reform ni wakurugenzi wa halmashauri kutokuwa wasimamizi wa uchaguzi, kuondoa kipengele cha kupita bila kupingwa na uendeshaji wa wagombea kupitia mapingamizi. Maboresho makubwa kwa mujibu wa mapendekezo ya kikosi kazi yalikubaliwa yafanyike wakati wa mchakato wa katiba mpya, jambo ambalo lipo kwenye ilani ya CCM ya mwaka 2025-2030 na ni moja ya ahadi ya mgombea wetu wa urais ndani ya siku 100 za mwanzo. Mama Samia amejitahidi kuleta maridhiano. Huu uchaguzi ni wa halali kabisa, kwani baadhi ya vyama vyenyewe
wenyewe vilitangaza tangu mwanzo hawatashiriki uchaguzi, na sio kwamba wamezuiwa. Tuendelee kuamini mgombea wetu wa urais ndugu Samia Suluhu Hassan, kwani ana dhamira ya dhati ya kujenga mwafaka wa taifa.